kuteseka. Maishani wako kumpata mtu fulani ambaye huwa ni maalumu kwako, kipenzi cha moyo wako. Kwa kiasi kikubwa nimetambua na kuamini iko wako kutana kwetu ni mwanzo wa kutimiza kwa ile ndoto yangu ya siku nyingi, kwani pendo letu linakuwa kulingana na wakati. Kila siku maishani mwangu nilikuwa na ndoto ya kumpata wangu mwenzi, tufunge pingu za maisha. Nimekuchagua wewe uwe wangu wa maisha, wa kufa na kuzikana. Sijali mengi maneno watu wasemayo. Kwa majina yangu naitwa Amos Enos Nkumingi. Ni mzaliwa wa mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Kahama. Ni mtoto wa 6 kati ya watoto 7. Namshukuru Mungu kufika hadi umri huu, nimekuwa mwenye afya njema na nzuri. Nikifanya majukumu yangu nikimtumikia Mungu huku na kule. Mungu amenijalia afya nzuri hadi kufika hatua hii. Siku ya leo nitakwenda kueleza mambo machache ambayo inaelekea kwenye siku ya kumbukumbu nzuri ambayo ya kupata mwenzangu. Mapito mengi nimepita, changamoto nyingi za hapa na pale, lakini Mungu amempendeza tena sasa ili angalau sasa tukawe wawili katika kutengeneza maisha. Kwa majina naitwa Edna Andrea, ni mtoto wa kwanza kati ya watoto 4, wote ni wa kike tupu. Ni mzaliwa wa mkoa wa Morogoro. Napenda kumshukuru Mungu kwa siku yangu hii ya leo, maana sio kwa akili zangu bali ni kwa uwezo wa Mungu amenifikisha hapa ambapo nipo. Nimezaliwa, tarehe yangu ya kuzaliwa nimezaliwa tarehe 22 ya mwezi wa 3. Namshukuru Mungu, mama yangu amenilea vizuri hadi kufika katika umri huu. Nitakwenda kumzungumzia mwenzangu ambaye naenda kuwa naye katika maisha ya ndoa. Mara ya kwanza kukutana yalikuwa maeneo ya kikazi kwa Morogoro. Katika kutafuta kazi basi nilikutana naye kwenye mazingira ambayo nilitegemea kufungua ofisi maeneo hayo, na nikabahatika kuonana naye. Basi hatua za kwanza zilianza kuonekana kipindi hicho ambacho tulikutana katika kazi. Nikutana naye nikiwa kama mkubwa wake wa kazi. Mwisho wa siku tukazungumza, tukaelewana hadi kufika kwenye hatua hii ambayo tunataka kwenda kuikamilisha. Haikuwa rahisi, ila huyu ni Mungu aliyefanya kunikutanisha na Amos. Amos ni mtu ambaye mpole. Amos ni mtu ambaye hana huruma, ni mtu ambaye mchangamfu, anajua kucheka na watu. Pia ni kijana ambaye mcha Mungu. Natumaini atakuwa ni baba bora wa watoto wangu na sitojutia kumchagua yeye katika maisha yangu. Nampenda sana. Mke wangu napenda kumwelezea namna alivyo. Niseme ni mtu mkarimu na moyo mzuri pia, kwa kuwa tumekuwa kwenye safari ndefu katika uchumba wetu. Nimeona alivyo, na kitu kingine ni mtu wa maswali sana, maswali mengi, hapendi kudanganywa, anataka ukweli uwe bayana kila panapoitwa leo. Na vile vile cha kumsifia kikubwa, niseme kwamba labda ni mwanamke ambaye ni mstaarabu, anacheka na watu, yuko vizuri kwenye jamii yake. Vitu vingi ambavyo anakuwa navyo na imani hata atakapokuwa kwenye ndoa, kuna mengi nitayaona kwake ambayo basi kuyaona. Nawakaribisha watu wote katika siku hii, maana ni jambo la furaha ambalo lipo mbele yetu.